Maandalizi yetu ya mchezo wa fainali ni maandalizi mazuri, ni maandalizi makubwa zaidi ya yale maandalizi ambayo tulianza mwanzo. Kwanza tunaanza hatua ya makundi ya robo fainali mpaka tulivyoweza kufika nusu fainali. Ni maandalizi mazuri, maandalizi makubwa ya kimwili na kiakili. Nguvu yetu kubwa tumeelekeza katika mchezo huu kwa sababu ni matumaini yetu makubwa na ni tamaa yetu kubwa kuweza kuchukua kombe hili na kurudi tukiwa mikono juu Tanzania. Kwa timu ya Senegal tumeiona, tumeweza kukaa katika vikao vyetu, katika maelekezo yetu tumeweza kuiona ni timu nzuri, ni timu kubwa katika renki, lakini katika ari yetu ya upambanaji na katika uchu wetu wa mafanikio kuweza kupata ile kombe hili katika kuiwakilisha taifa, ari yetu ni kubwa sana na tunawaahidi makubwa sana wa Tanzania, tutarudi mikono juu na kuliwakilisha taifa kwa ujumla. Kila mchezaji yupo tayari kucheza fainali na kila mchezaji ana morali na motivation ya kucheza fainali. Pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila mmoja wetu, tunaendelea vizuri kiafya, pia kimwili, pia tunaendelea vizuri na tupo vizuri. Senegal sio wabovu, Senegal wazuri, pia wana kasi, aina yao ya kucheza haitofautiani sana sisi tunavyocheza. Kwa imani kubwa, kwa sababu sisi tumeweza kukaa muda mrefu na tumeweza kufundishwa vitu vingi. Na katika mchezo wetu tutaweza kufanyia kazi vile ambavyo tuweza kufundishwa na walimu wetu, na pia niwatie imani tutaweza kupata matokeo. Kwa hatua tuliofika, nafikiri toka mwanzo tulisema ili uwe timu bora lazima ucheze na mpinzani bora. Kwa hiyo wote waliofika timu za nusu finali walikuwa timu bora, sio? Kwa hiyo yoyote ambaye ameweza kupita, of course hata ilikuwa Senegal ingekuwa Morocco, maana yake sisi tunaona uzito wa mechi ni ule ule. Kwa hiyo tutaenda tukichukulia uzito wa mechi ngumu. Hao mataifa yote unafikiri pia ni mataifa ambaye kwenye senior level walicheza finali ya AFCON. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa jinsi gani ni timu ambazo zinawekeza na zina vipaji pia. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo mzuri. Senegal ni timu ambayo ina watu height zao ni ndefu zaidi, na aina ya game pia wanapenda sana kucheza physical, yani wanatumia zaidi miili kuweza kuwasaidia. Wanakimbia sana, wana press sana, lakini sio press ambayo inakuwa ina shape sana. Sawa, inakuwa ina shape kidogo lakini sio sana. Na hata uchezaji wao, sisi tuna uchezaji wa pasi fupi fupi, lakini Senegal wanacheza mipira direct. Yani wao wakitoa mpira nyuma na wataka wawahi kufika golini, sio? Lakini sisi hatuwahi kufika golini, sio? Tunatumia kwa sababu ya nature yetu ya Tanzania na philosophy ya timu ambayo tumeweka kwa mashindano haya. Sisi tunatumia zaidi combination, tunatumia zaidi watu kusogeleana na kuweza kufika kwenye eneo la mwisho, tofauti na wao ambao wanaenda direct, mipira mirefu, kukimbia, kudribble zaidi. Kwa hiyo nafikiri huo tofauti kidogo upo, lakini in all ni kwamba ni timu ambayo kwa mentally ni timu ambayo almost tunaweza tukawa tunalingana, kwa sababu sisi sasa tunacheza kwenye ubingwa na wao wanacheza kwenye ubingwa. Kwa hiyo waendelee kujivunia timu yao, na tunashukuru kuwa tumeona vijana, watu wengi wakiwapa vijana support. Tumeona serikali ikiwa nyuma vijana, tumeona federation ikiwa nyuma vijana, kwa hiyo na wananchi wakiwa nyuma vijana. Kwa hiyo tunaomba waendelee kuwapa nguvu ili tuanze kujiandaa kwa makini zaidi, ili basi itakapofikia siku ya finali tuwe tuna nguvu ya kutosha, hasa kwenye wengo wa saikolojia, kila mtu tayari kwa ajili ya kucheza mechi. Hamna finali ambayo imekuwa rahisi, utakuwa mchezo mgumu kwa sababu kombe likishakuwa mezani kila mtu anataka kombe, sio? Kwa hiyo utakuwa mchezo mgumu, lakini wazungu wanasema let the best team win. Kwa hiyo atakayefanya vizuri ndio atakayechukua kombe. Tunaomba tu endelee kutuombea, watuombee, watuweke kwenye maombi, hizi siku 2-3 tuwe salama, tufanye mazoezi salama na tufikie siku ya finali salama.